Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kisha na kuzomba rehema na amani zimfikie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana katika kikao hiki lengo na madhumuni kwa ajili ya kuzungumza machache kwa mustakbali wa dini yetu na faida ya maisha yetu ya baadaye, na kikubwa zaidi tutazungumzia kuhusu asbabu tafakkuki al-usari, yani sababu za kusambaratika baadhi ya familia. Wataalamu wanasema siku zote vinapokutana vitu viwili lazima kutokee mgongano. Haiwezekani siku zote hali iwe ni jamid. Hicho kitu katika hali ya kimaumbile ni kitu ambacho hakiwezi kutokea. Kwa hali kama hiyo, ndio maana Uislamu katika kila hali iliweza kutoa suluhisho na njia ambayo kwamba ikitokea muweze kuamiliana nayo namna gani. Kwa hali kama hiyo, ukirudi ndani ya Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kulizungumza jambo hilo, akaonyesha wazi kwamba kulingana na maumbile ya binadamu lazima tofauti itatokea, na itakapotokea muweze kuishi nalo namna gani. Ukirudi katika surati Nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya 35 ameweka wazi akasema, in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira. Ukiona hii utaona wazi amegusa kabisa moja kwa moja masala mazima ya wanandoa, kwamba mfahamu katika maisha haiwezekani wanandoa waishi katika hali ya namna moja. Mtaoana kwa mapenzi makubwa, lakini katika changamoto za kimaisha lazima mtakutana nazo, na itakapotokea hali kama hii, Allah anaonyesha njia ya namna gani muweze kuishi nayo ili maisha yapate kukaa na kutengamaa na kufikia katika lengo. Akasema, wa in khiftum, ikiwa mtachelea mkahofia shiqaqa bainihima, ile tofauti itakayotokea kati yao au mgongano utakaotokea kati yao, kwamba unaweza ukazalisha kitu ambacho italeta matatizo ndani ya ndoa kama hii, kama binadamu, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maana yake muweze kupeleka wasuluhishi, apatikane mmoja upande wa kiume na upande wa kike. Na hapa kisaikolojia ni kuonyesha kwamba kinachoashiriwa au watu wanaotakiwa kuweza kuingia katika migogoro ya wanandoa muwe mnawafahamu. Huyu wa kiume awe anamfahamu huyu mwanamume kwamba huyu bwana yukoje, ili utakaposhauri na kuelekeza iwe ni kitu ambacho ni mwafaka. Na huyu naye atakayeteuliwa upande wa kikeni awe anamfahamu. Si lazima, yani sio tu kwamba umeteuliwa kwenda kusuluhisha matatizo au mgogoro wa wanandoa kwa kuwa labda ni shekhe au ni mzee, hali ya kuwa huwafahamu, waweza ukazungumza au kaja kusisitiza vyambavyo si vyenyewe na msifikie lengo linalotakiwa. Lazima uwe mtu unamfahamu. Na ndio maana katika msingi hii ya ndoa, ukirudi nyuma katika msingi mzima wa mashahidi, hili ni tatizo ambalo wengi hatuliangalii. Watu wanateuliwa wawe mashahidi wa ndoa, wale mashahidi wawili, lakini uhalisia baadhi ya watu ule ushahidi hautendei haki. Msingi mkuu, huwezi kuwa shahidi juu ya kitu ambacho usichokiwa. Unatakiwa uwe ni shahidi wa jambo unalolifahamu.
Kwa hali kama hiyo, lazima tufahamu vyema kwamba inapotokea hali kama hiyo, kila mmoja aweze kushiriki kwa njia moja au nyingine, lakini kwa lengo la kutengeneza, si kwa lengo la kuvuruga. Ni fiki hapa na nimwachie mwenzangu aweze kuchangia kidogo. Afwan, kabla Sheikh Nasri hajaingia, nilikuwa nataka kuwatanabahisha tu pia na watazamaji wetu kwa faida yao. Yani aya iliyosomwa kumbe inatutaka sio kila ndugu anaweza kwenda kuwa msuluhishi. Kwa lugha za kawaida hakam ni refali. Mtu akiitwa refali manake jambo la urefali amelisomea, analijua. Na ndiyo maana Mungu akamtaka hakam, mtu ambaye ndoa kwanza yeye anaijua, ni kama refa anavyojua uamuzi wake. Huyu anakwenda kusuluhisha, anajua ndoa na migogoro. Kwa katika sababu zinazovuruga na kupasua ni pale tunapochelewesha suluhu, unapotokea mgongano au kuwapeleka watu wasiofaa kwenda kusuluhisha. Matokeo yake wanakwenda na matusi na ubabe, wanakwenda kuharibu. Kwa hili lazima jamii ijue nani unampeleka kwenda kuamua. Ana busara, kwa lugha nyepesi anatakiwa mtu mwenye busara, sio kwa sababu babu. Matokeo yake atakwenda kusema kwani umemnyima nini? Anaweza kusema hebu nione. Inawezekana zikaja lugha zile za kiutani na uhuni katika baraza, badala ya kujenga wakabomoa. Hapo nchana. Shukran, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Katika hili sababu nyingi sana za kusambaratika familia, lakini labda mimi nigusie moja tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, kwamba msikurubie uzinifu. Sasa familia nyingi zinaanza vizuri maisha, lakini hatimaye mmoja anakwenda kinyume na maadili, anaingia kwenye uzinifu. Akishaingia kwenye uzinifu, tayari mpasuko mkubwa unaingia, kwa sababu tayari wamemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo letu toka tulipolianza tumemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema mahusiano haya ya mke na mume, ambao ndio tayari wahimili wakuu wa familia ambayo tunaizungumzia vipindi vyote hivi. Sasa mmoja katoka nje katika uzinifu, lile jambo ambalo lilimpelekea yeye apate mwenza, katoka nje kenda kutafuta mwenza mwingine, lakini wa haramu, na pengine wakafumana meseji kwenye simu. Ndio hayo yanayotokea mara nyingi. Simu hizi watu wanazungumza, wanapanga taratibu zao, lakini unakuta mmoja anaweza kuwa na muda fulani hapatikani, simu ya mwenza haichukui, kila mtu anakatazia simu. Lakini ukifuatilia hasa tatizo kubwa sana, uwezi ukakuta kule labda wanagombana, alikuwa anasalimiana na mjomba wake, sijui na shangazi na nani, utakuta chanzo kikuu kwamba alikuwa anachati. Anaichati naye nani? Kimada, ni mtu mwingine hawara. Kwa hiyo utakuta katika sababu ziko nyingi, lakini hiyo ya uzinifu ni namba moja katika familia nyingi sana. Unaacha mambo ambayo Allah amekupangia, unakwenda kutafuta vingine. Yule wa mwanzo ulimchukua vizuri sana, ukampa sifa zote, lakini hatimaye baadaye kwa sababu kaingia ndani hakufai, unatoka nje. Lakini zaidi hayo, Sheikh Nasr na watazamaji kwa ujumla, kuna nukta nyingine ambayo hii wengi hatuifikirii, ni wasiwasi wa wanandoa kwenye misingi ya ile ndoa yenyewe, huwa inakuja jidhihirisha baadaye. Ni vipi? Kuna watu wengine katika kujenga kuelekea kwenye ndoa, tunasema zinatangulia posa, lakini kipindi hichi wengine hufanya majaribio kabla ya kufungwa ndoa. Athari zake, mbali ya kuwa ni tendo lenyewe dhambi, lakini ikitokea huyu mwanamume ameonja tendo la ndoa kabla ya kufungwa ndoa, athari zake huwa zinakuja baadaye kuchangia kuparaganyisha ndoa na familia. Inakuwaje? Wanaenda wakizoeana kidogo tu, baadaye huyu mwanamume
anaanza kutilia mashaka harakati na mienendo ya mkewe. Anaona huyu mimi nilimtaka na akanikubalia hata kabla ya ndoa, hivi itakuwa ameishia kwangu tu au bado anaweza kumkubalia mtu yote mwingine? Sasa ikitokea katoka sienda kwa shangazi, anaanza kufikiria hapana, huyu bwana mimi binafsi hata kabla sijamuoa nilimtaka kiunyumba na alinikubalia. Kwa hiyo inawezekana zoezi hili bado linaendelea. Shaka imejengwa kwenye msingi imara, kwa sababu nilimtaka na alinikubalia. Lakini pia inakuja na huyu mwanamke anaanza kumtilia mashaka huyu mumewe, yule si aliwahi kunitaka yule. Yani kila mmoja sasa inadhihiri kwamba mke anajua yule haiko madhubuti, si imara, na mume hivyo hivyo. Hatimaye utakuta familia inapanganyika. So wakishaanza kutilia mashaka hawa, malezi hayasimamiwi, ushirikiano unakuwa haupo, ile dhana ya kushauriana inakuwa haipo, jambo linakuwa shaghla baghla. Mimi nataka kuchangia katika hili na watazamaji na hata wanaofuatilia, katika miongoni mwa vitu vinavyosababisha hii familia kuwa na hali hii, wanasema ni kwamba al-fawarid madia, yani kutofautiana hawa wazazi kiuchumi au kimali. Kwa mfano, mzazi mmoja atakapokuwa ana kipato zaidi, hasa kwa upande wa mama, basi inaonekana pia nayo hii ni sababu ya kuifanya familia nayo kuwa katika hali hii, kwa sababu mzazi wa kike anaona kwamba wewe mume utafuta kazi, unajikalia tu hapo, yani kazi yako wewe ni kusubiri tu hapo. Sasa unakuta mama huyu anatengeneza tabaka baina ya watoto na mzazi wao wa kiume, wakamuona baba kwamba hana anachokifanya, Mario. Naam, Mario. Sasa hii pia no isbasa kwa wazazi wa kike wao kuwa na kipato zaidi kuliko waume zao, basi maana yake isiwe sababu ya kuwa familia sasa. Lakini afwan, kabla Sheikh Kahango hajakwenda mwisho, kuna sababu ya msingi sana ambayo Mwenyezi Mungu aliieleza kwenye maisha ya kiongozi na raia wake ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiuchukua msingi ule nao unaweza ukaja katika maisha ya kawaida. Wala kunta fadhlan ghalidhal qalbi, kwa lugha nyepesi ili mpaka Wazaramu watuelewe, ukiwa na roho mbaya na ubabe, amani hakuna. Kwa ndoa zetu wakati mwingine zinaharibika, hatutumii lugha na matendo ya kimapenzi, ubabe umezidi na roho mbaya. Inafika wakati mume anakuwa na roho mbaya kwa ndugu wa mke, ama mke anakuwa na roho mbaya kwa ndugu wa mume, na ubabe mwingi, mapenzi yanapungua. Yakipungua mapenzi, tafakuku inafuata. Kwa haya zingatiwe sana tunapozilea ndoa, tuache ubabe na roho mbaya, jamii lazima itapanganyika. Umeona, sababu za kubaranyika ndoa ziko nyingi. Hebu kidogo nimpe mwanasaikolojia ili aweze kuusa kidogo, aonyeshe kisaikolojia inakuwaje. Hebu tianeni. Asante, na niyatumia uzoefu ambao tunakabiliana nao mara kwa mara zinapokuja katika hizi za ndoa. Moja ya changamoto nyingi ambazo zimeshataja sitazirudia, lakini kwa mfano, mapenzi yanapokoma kwa sababu ya kukosekana au kupuuza mahitaji ya mwenza. Mahitaji ya mwenza yanapopuuzwa, iwe ni mahitaji ya fisia au mahitaji ya kimwili, huwa inapelekea migogoro na hatimaye familia inaweza ikaporomoka. Lakini pia kuna suala la kuenea kwa, ambalo pia Sheikh ametaja hapa, kuenea kwa ikatili miongoni mwa wanandoa. Yani unapokuwa unapuuza au unamtendea mwenzako matendo yasiyopendeza na yakawa yanajirudia mara kwa mara, matendo yale mara nyingi yanapelekea kwamba kuna kuparaganyika kwa familia. Lakini pia kuna migongano katika majukumu. Pale ambapo watu wanakuwa wanaingiliana sana kwenye majukumu, kuna mmoja anaona kwamba na unachukua majukumu yake na mwingine anaamua kuyaacha yale majukumu. Kwa hiyo migongano kwenye majukumu pia mara nyingi inapelekea familia kuparaganyika na kutoheshimiana, kutojaliana na kutofahamiana. Taratibu, yani pale ambapo mtu anaeleza jambo lake alafu unalipuuza,
kuliheshimu, inakwenda baada ya muda fulani utakuta hilo jambo linapotea. Lakini moja ya changamoto kubwa zaidi ni kukosekana kwa mawasiliano mazuri baina ya wanandoa. Yani tunaweza kuwa na tatizo, hata hili tatizo ambalo Sheikh pale ameitaja kwamba pengine huyu amekuwa na mahusiano na mke mwingine, lakini haya huwa yanatatuliwa pale ambapo mawasiliano ni mazuri. Wakikosekana mawasiliano mazuri, hata vile vijitatizo vidogo vidogo mara nyingi huwa vinapelekea mpaka familia inaparaganyika. Na la mwisho ni kuibuka kwa tofauti baina ya wanandoa, alafu wakashindwa kuzikabili kwa namna nzuri. Na mara nyingi haya yanatokea kwamba kwa kadri muda unavyozidi kwenda mbele, tunagundua kwamba sisi wanandoa tuna mahitaji tofauti, tuna lugha tofauti. Sasa kwa sababu ya hizo tofauti zinapoibuka, tukishindwa kuzikabili, ndio huyu atakwenda kutafuta ushauri kwingine na huyu naye atakwenda kutafuta ushauri kwingine. Kwa kipatikana washauri ambao sio wazuri, itapelekea hii ndio kwamba iko pamoja. Naam, kwa unyeti wa jambo kama hili nimkaribishe Sheikh Kundecha yeye atie neno. Labda mimi niseme jambo moja kwa ufupi sana. Kwa kawaida ndoa zote pale zinapoanza kila mwanandoa huwa na ukarimu na upole na utaratibu sana, hasa anapotafuta mahusiano ya kae sawa sawa. Na wanapoingia katika ndoa, la muhimu ni kudhibiti na kutunza hizi sababu zilizomfanya kila mwenza aone ana haja ya kuwa huyu ni mwenzangu. Lakini wakishaingia katika ndoa ukaona zile sababu zilizokufanya uende hazipo tena, sasa ushapata. Kama vijana utokea anapokwenda uchumbani, basi anaweza kuazima takoti, anaweza akazima tafafyumu, akapasa koti jeupe kama anashaka paha ili kule ang'are. Kule akaonekana mtu mtanashati na bibi akaona huyu angenifaa kweli. Baada ya kushakamilisha ndoa haoni tena haja ya kufanya vile. Kile kizabadi, ule utaratibu wake unaanza kuja mpya, mpaka mmoja anaona sababu zilizofanya kuwa na huyu sasa sizioni tena. Kwa kila mmoja atunze sababu zilizotumika katika kujenga mahusiano ya mwanzo, ili kulinda mahusiano hayo yaendelee, kila mmoja aone kwamba huyu ndiye niliyomtaka na hili ndilo nilikuwa nikitarajia. Unapokutana kinyume na matarajio yako, sababu za kuanza mvurugano katika ndoa unaingia katika hapo. Niko nichangia hivyo tu Sheikh Omar. Hii inadhihirisha ule msemo waliosema wataalamu kwamba inapotokea tofauti ikakosekana uwezekano wa kulitatua mapema, italeta tatizo baadaye. Kwa maana yake inapotokea jambo lolote mapema lishughulikiwe, lakini lishughulikiwe kwa njia ambayo ni stahiki na kwa watu wanaostahiki. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutusaidia akatuelekeza fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale wanaojua. Manaki katika jambo husika umeona mimi sitoshi katika hili na siliwezi, tafuta msaada, watu wakusaidie, wenye busara na wenye nia njema. Dini ya Uislamu yatutaka tupendane, na sote Waislamu ni vyema tushikamane, tukikosea kaumu. Vipindi hivi vya mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipindi ambavyo vinalenga kukupa elimu hasa katika mada ya familia. Familia tukimaanisha swala la ndoa, malezi na kila kitu ndani yake. Leo hapa kipindi chetu kinahusu athari za ndoa katika utulivu wa nafsi. Athari za ndoa katika utulivu wa nafsi. Katika kuyazungumza haya ya utulivu wa nafsi unavyopatikana ikiwa ni athari ya ndoa, tunaye mgeni katika kipindi chetu cha leo ambaye si mwingine ni shekhi wetu Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, mwenyekiti wa Hay'atu Ulama al-Muslimina fi Tanzania, ambaye atatupa faida nyingi za athari ya ndoa katika swala zima la utulivu wa nafsi katika maisha yetu ya ndoa. Sheikh Abdallah, karibu sana. Watazamaji wa Africa TV wanataka kujua kwamba tumeambiwa kwamba litaskunu ilaiha,
kwa maana kwamba ndoa ikifungwa, matarajio ni kwamba kutapatikana utulivu. Ni kweli ndoa inaweza ikaleta athari hiyo ya utulivu wa nafsi ndani ya ndoa zetu, na inakuwaje mpaka inapatikana hivyo? Naam, kwanza ndugu zangu watazamaji wa Africa TV Swahili, nikusalimieni kwanza, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum Salaam wa rahmatullahi wa ta'ala. Pia na kushukuru waandaaji wa kipindi hichi, na pia kumshukuru shekhe akiwa ni shekhe lakini vile vile ni mtangazaji katika swala hili ambaye ni swala muhimu, swala aziz, swala la ndoa, na kuja kutafuta habari zake. Na kama shekhe alivyouliza, ni kweli, naweza nikajibu ni kweli ndoa kama ndoa, pamoja na kuangalia umuhimu wake, lakini ina athari zake nyingi sana katika masala ya nafsi. Na rejea kubwa sana ni lile swala ambalo, au ni ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza, kwa sababu Allah ndio muumba. Na alivyoeleza amesema kabisa kwamba litaskunu ilaiha, kwa kweli ameumba yule mwanamke kutokana na mwanamume yule, au ametumbiwa na mume, ametumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala sisi wanamume, ili litaskunu ilaiha, mtulie. Kwa hiyo hii nini ile asakani, yani maana yake ule, au asukuni, ule utulivu, ni kweli ni swala ambalo lipo, na si lipo kwa kulisoma tu, hapana, bali lipo na linapatikana katika hali nzima kabisa ya kiuhalisia. Na kwa maana ya kwamba shekhe, tabia ya mwanadamu yoyote yule, mwanadamu yoyote anajipenda. Hii ni tabia ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka katika mioyo ya wanadamu, kujipenda. Na labda nikupigie ni mfano mdogo. Mfano mdogo ni mtoto mdogo tu, kila anavyozidi kukua kidogo, akianza kutembea kwa miguu yake, huwa mtoto yule hapendi kushikwa mkono, na kutembea. Atataja akivishwa suruali yake vizuri, shati vizuri kachomekea, atachukua ile kitambaa, ataiga, atakiweka nyuma. Unamshika twende barabarani, hospitali, hakubali, atakataa, atakatembea mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa uhdiratil anfusu shuh. Hii shuhu ya hapa ni shuhu ya maana ya kujipenda, yani kujipenda. Nafsi yoyote inajipenda. Sasa kama nafsi inajipenda, nirudishe mfano wangu katika jambo letu tunalozungumzia leo la zawadi. Mwanamume yeyote katika hali ya mtoto, kama ni mtoto nyumbani, na mwanamke yote akiwa bado ni mtoto nyumbani, anakuwa ana uhuru uliokamilika. Kuna mambo kinafsi anayapenda ayafanye, kuna mahara, yani kuna uhodari na ufanisi anao, lakini anaweza kushindwa kuutekeleza na kuuonyesha, na anapenda ule umahiri wake na uhodari wake auonyeshe, lakini anapokuwa bado yupo katika dhima nyingine anashindwa. Lakini ipatikana ndoa sawasawa kwa mwanamume au sawasawa kwa mwanamke vile vile, ni kwamba pale huwa ni mahala ambapo mtu anajijengea himaya. Na himaya hii ni kwamba kama ni mtawala ndio yeye sasa, na kama ni kuonyesha yeye ana umahiri gani, anaweza akafanya nini, anaweza akaamua nini, kitu gani, ni kwamba tayari ile fursa ameipata. Hapa tayari hichi kilichopatikana hichi ni tayari nafsi yake ipo katika kuridhia kweli kweli. Kwa hiyo ndoa inamfanya mtu kumpa utukufu, inamfanya mtu kumpa kumuonyesha mahala ambapo ataonyesha ule uimara au ule ujuzi au ule ufanisi ambao aliokuwa nao. Ndio, kwa hiyo ndoa ina athari kubwa sana katika utulivu wa nafsi na furaha ya nafsi. Naam, Sheikh Abdallah, maneno ni yako kama watu wanavyosema. Ndoa ina athari katika utulivu wa nafsi, lakini kuna baadhi ya wanandoa wapo kwenye ndoa lakini hawana utulivu. Hivi ni sababu ni nini, na unawashauri wafanye nini ili ndoa iweze kuleta athari ya utulivu katika nafsi zao? Naam, ni kweli hayo tunayashuhudia kwa watu wengi tu, kwa maana kwamba zina utofauti mkubwa katika aliyefahamu athari ya ndoa na faida zake na asiyefahamu.
Naam. Nikisema nipige mfano ni kwa wazee wetu wa zamani, wazee wetu waliotangulia waliotuzaa sisi. Wale wazee hili walilijua. Sielewi walilijua kwa kusoma ama sasa walielewa kwamba ni badihi, Allah aliwatunuku kulielewa. Ndio. Vijana wa kileo hilo hawajalielewa. Sasa nijibu swali lako. Ndio. Tufanye nini ili jambo hili lipatikane kwa watu, athari tunayoiona ambayo si nzuri isipatikane? Cha kwanza kabisa ni jambo ambalo kwanza tusilichukulie kwamba ni mazoea, kwamba tumezoea kushuhudia mtu anaoa na tumezoea kushuhudia mtu anaolewa, au tumezoea kushuhudia ndoa inafanyika. Mazoea tuyaondoe, isipokuwa turejeshe katika tashihi mafahimu, tusahihishe ufahamu kwamba hii ndoa ni chombo na ni utawala uliokuwa kamili, na ndio utawala ambao unatarajiwa jamii kuja kutononeka na kufaidika na kupata utukufu kwa utawala huu. Hii ni mafuhumu.